Vipi? Umeamkaje? Namshukuru Mungu. Sio mbaya sana. Sawa, niligonga sana mlangoni kwako. Na kunisikia. Mimi niko nataka nielekee kazini maana leo nitachelewa sana kurudi. Basi ngoja nikakuandalia chai. Kwa shanda chai. Basi sawa. Sasa kwa nini kaondoka? Kwa mdogo, unaitwa nani? Naitwa Chadi. Chadi ndo nani? Hebu taja majina yako bwana. Naitwa Mudathir bin Mahmud. Sawa. Bwana Dachi, utanifuatisha haya maneno ambayo nitakuwa nakwambia. Sawa. Zana mikono. Mwite kwa majina yake. Alafu utanisikiliza nini nakwambia nini. Sawa. Mudathir bin Mahmud. Naam. Na kuozesha mdogo wangu Adela Jafari kwa mahali tuliyokubaliana. Sema nimekubali. Nimekubali. Kumuoa Adela binti Jafari kwa mahali tuliyokubaliana. Kwa mahali tuliyokubaliana. Jambo limeisha. Nusu la tayari shafanyika hapa. Kuanzia leo bwana, wewe ni mume wa mtu. Hizo nguo zinajitagaza sasa. Kumbe nilijua kuchagua zinaendana na mwili wako kabisa. Neno kivaa nguo hizo zinakutoa, yani unameremeta, unawaka. Nimewaka au si? Kwa unavutia. Vibaya. Kasha gingi fulani bila. Sema nini? Shika. To. Shika mwanangu, mimi siwezi, sio vitu vyangu hivi. Mimi kama hivi umeona hivi nini wewe inaingia kote kote, ndo mambo yangu, lakini sio hiyo. Ka kontena. Lakini hizi nimekununulia ni kama za ukivaa zinakupendeza. Sasa kwa nini unavua? Sio vitu vyangu hivyo babu. Wewe tufanye ustaarabu, kama unapeleka sasa mpeleka tu, lakini siwezani mimi hivi unyama. Mimi hivi naruka shega. Basi sawa, chukua basi uende nazo. Wewe chukua tu mwanangu, kufanya ustaarabu. Hilo tanki hilo la mafuta sijui ni container. Mimi siwezani nalo kabisa, sio vitu vyangu. Hapo si fresh. Kubachukia lakini. Cheka kidogo. Namna hiyo. Mwanaume ndo anatakiwa kuwa hivyo, kuna kaza. Ila hivyo vitu vyako hivyo bakishangingiza mimi sivifagili. Tu mtu anashinda kupumua, mtu kumkokotia huko mikono nini, yani kama nataka kuruka ile bado mbawa tu mwanangu, vitu gani hivyo? Sawa. Fresh basi, acha mimi ningekate. Si shega. Amna minuno. Oi. Ine tano. Shem, vipi? Mbona unanipita kama unioni kabisa? Safi. Salama, lakini unaonekana una mawazo sana. Kulikoni? Mashemeji, na maana wewe hujui kinachoendelea.
Ningekuwa najua chochote kinachoendelea, wala nisingekusimamisha na kukuuliza. Ujui wapi bwana, unajua ile unavunga vunga, yani ujui nini wewe? Ujui kama Winnie kaondoka pale nyumbani na kaondoka na vitu vyote? Au unazungumza unataka ujue zaidi? Haya, kaondoka na hataki kurudi tena nyumbani pale. Kikweli mimi sijui chochote. Na hata kama ningekuwa najua, basi ningetia. Wewe acha unafiki. Acha unafiki. Winnie alikuwa rafiki yako. Wewe unajua kila kitu. Tena inawezekana wewe ni sababu ya yeye pia kuondoka. Bwana, wewe achana na mimi. Nisikilize kwa makini. Tena zungumza na Winnie. Zungumza naye. Afanye anachokiweza kukifanya. Nikikutana naye. Winnie nikikutana naye. Jamaa. Sasa mimi ndaondoke na vitu vyote. Ndo kafanya nini sasa? Njia gani yangu ninayopitia? Mume wangu, Mungu nisamehe. Binadamu tumeumbiwa makosa. Awe sio yule mume wangu yuko unanisikiliza, uliyekuwa tayari kuumia kwa ajili yangu. Mungu naomba unishie mume wangu, wana huyu sie, na kuahidi nitakuwa mke bora kwako. Haya maisha tunaoishi sio kwani tugombane kila siku sisi tu. Nimeamua kurekebisha tabia yangu. Mimi sio yule uliyekuwa unamjua. Nimebadilika na kuomba nisamehe. Ongea neno basi. Sema kitu kwa ajili yangu. Nateseka mtoto wa mwanamume mwenzio, nione huruma. Unahisi mimi siumii? Unahisi mimi sina maumivu kama wewe? Lema, mimi na maumivu zaidi yako. Yale maumivu yako ndani ya mwili wangu, mimi makali zaidi yako wewe. Nimejaribu mara ngapi kukuweka kwenye mstari tuishi maisha mazuri kama tulikuwa tunaishi mwanzo, lakini hauhitaji. Unataka nifanye nini? Hebu niambie basi wewe, unataka mimi nifanye nini? Mungu, nimebadilika. Nakuapia kia Mungu tena. Nimetambua makosa yangu. Nimebadilika sasa hivi. Kwa hiyo tutaishi kama maisha yetu ya zamani. Naona bora niende mbali nikatafute maisha. Sasa papa, mbona unatoka ndani na futa hujafunga vifungo? Wewe Sasa tunapelekea kwa tanikaba. Jamani, basi. Alafu kingine mnyangu. Wende kazini. Tafutela. Sitaki kwenda kazini afu anze mambo ya wanawake, mimi sitaki. Baba tutakwazana. Kama ningekuwa mtu wa wanawake ningekuwa nimekuweka ndani kwa sababu mimi kutulia na wewe. Nimekufanya kuwa mke wangu. Nikitoka hapa mimi mguu kazini, nikitoka kazini mrudi nyumbani. Sina muda kabisa na wanawake. Alafu unavyoniandaa hivi unanikanya siku kuhusu wanawake, kama kazi yenyewe ya maana basi. Kazi yenyewe kwa siku 2000, 3000. Ndio ndakaleta hapa nyumbani. Hiyo inatosha. Mimi kwa hata kama ukiletea buku, mimi kwangu inatosha. Usijali. Ila nisikilize kitu kimoja. Nimenunua kila kitu nimeweka ndani kwa sababu sitaki movement za wewe nje. Maisha yako nataka tu wewe ndani, kama nikirudi ukitaka kutoka utaniambia na kutoa na kupeleka unapotaka. Sitaki uwe na mashoga mtaa. Mtaa na ujua. Yaani mtaa una wanafiki wengi kuliko watu wa maana. Sitaki movement. Usijali kuhusu hilo mume wangu. Mimi mtausi na shule hata mmoja.
Yaani hapa nilipo nimechoka mwili mpaka akili. Haiwezekani mimi napoteza muda wangu, napoteza pesa zangu. Alafu inakuwaje mtu anakuja kugundua ni ghafla tujue mimi sielewi. Mbona sielewi? Maana naona toka umeanza kuongea, unazunguka tu unaongea vitu ambavyo hata sielewi. Hebu nyooka nikuelewe, kuna shida gani? Alikuja daktari hapa nyumbani kuchukua pesa yake tuliyokubaliana. Lakini ghafla nikashangaa Miki anaingia ndani kachukua kila kitu chake kaondoka. Hii hapo ina maana kwamba alikuwa anasikiza maongezi yote ambayo tulikuwa tunaongea mimi na daktari. Na kagundua kama huu ni mchezo. Sema naye shoga yangu kwa kuyabambanya tu, unaweza. Sasa ilikuwaje wewe mpaka ukaanza kupiga hizo story na daktari? Jamani. Na unajua kabisa Biki muda wote hapa anaingia. Ukaanza kuongea naye hizo story. Haya tena ushavurunda. Sema sio kesi. Wewe hapo cha kufanya, ingia ndani ukapumzike. Maana mwenyewe hapa akili yangu ishasizi, hata sielewi nini tunafanya. Subiri akili yangu kitulia, nitajua nini tunafanya. Sawa? Wewe nenda ndani ukapumzike. Maana mwenyewe naenda nyumbani. Sielewi leo nakula nini. Kwa hiyo inabidi niwahi. Mwenyezi Mungu, nisamehe sana kwa hiki ambacho naelekea kukifanya. Najua inawezekana ukaniandikia dhambi, lakini vyovyote tuacha iwe. Kwa maana sioni tena sababu ya kuendelea kuishi. Sina thamani tena kuendelea kuwa duniani. Ni nani mimi ambaye nimepoteza kila kitu? Nimepoteza maisha, nimepoteza mapenzi, nimepoteza kazi, ndugu, sisaminiki. Kwa sasa sina thamani aina yoyote kwa watu. Hebu angalia. Hata yule ambaye nilikuwa naamini ninapokuwa katika matatizo ananipa faraja. Hata yule ambaye nilikuwa naamini kwamba ananivumilia. Hata yule ambaye nilikuwa naamini nitakuwa naye kwenye maisha yote, lakini naye pia amenikimbia. Nimepoteza kazi, nimepoteza pesa, nimepoteza mali, nimepoteza kila kitu katika maisha yangu. Mwenyezi Mungu, acha tu iwe hivi. Tafadhali, naomba nipokee. Kama kuna sehemu ambayo itakuwa ni salama zaidi katika mimi, ama kama kuna sehemu ambayo itakuwa ni yenye amani kabisa huko kwako, basi naomba nipokee Mwenyezi Mungu. Acha tu iwe hivi.